Pasaka ni tukio ambalo ni la kihistoria ambalo kimsingi katika Agano Jipya tunasherehekea kupitia Kristo, lakini kwa wale watu ambao wanachunguza maandiko matakatifu, Pasaka ilikuwepo toka Agano la Kale. Kuna Pasaka ya Kiyahudi na kuna Pasaka ya Kikristo ambayo ilianza baada ya mateso na kifo na ufufuo wa Kristo Yesu. Asili yenyewe inaongea kwa sababu katika msimu huu Wakristo wote ulimwenguni wamekuwa katika maombi ya kufunga ya Kwaresma, na bila shaka tumekutana Waislamu na Wakristo pamoja na Wayahudi wote tukiwa ni watoto wa chimbuko la Ibrahimu, na Pasaka na Idi, mwezi mtukufu wa Ramadhani, zilikutana. Wenzetu siku zilizopita walikuwa wanasherekea Idi, lakini wote tulikuwa katika maombi ya toba. Kwaresma ni maombi ya toba ambayo ni maombi ya kurejesha mahusiano yetu na Mungu kwa njia ya toba, kutubia dhambi zetu, kwa sababu tukio lenyewe la kuja kwa Kristo, anasema yeye hakuja kwa ajili ya wenye afya bali alikuja kwa ajili ya wadhaifu. Kwa maana hiyo hakuja kwa ajili ya wenye haki, alikuja kwa ajili ya wenye dhambi ili wapate kutubu na kurejea kwa Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo wenzetu Waislamu walikuwa na maombi hayo na Wakristo pia walikuwa na maombi hayo. Na kimsingi Pasaka sio historia ama hadithi. Pasaka ni halisi, kwa maana kwamba katika kila zamu ya kizazi kipya tunapaswa kurenew mkataba wetu na Mungu ama agano letu na Mungu kupitia siku kama hizi. Kwa hiyo kufunga siku 40 kwa Wakristo, hiyo asili inajieleza kabisa kwamba ni kujinyima, kujitenga na mabaya, kufanya toba, kumrudia Mungu, ni kutengeneza mahusiano, na mpatanishi baina ya Mungu na wanadamu ni Kristo mwenyewe, ambaye katika Agano Jipya Yohana anazungumza katika ile sura ya Yohana 1:29, anasema tazama mwana kondoo wa Mungu aiondoaye dhambi ya ulimwengu. Kwa hiyo Kristo ama Yesu mwenyewe, neno Yesu manake yeye ndiye Yehova anaokoa watu na dhambi zao, na mwana kondoo manake ni mwana kondoo aondoaye dhambi ya ulimwengu. Sasa kuna maisha ya dhambi ambayo watu wengi wamekuwa wakiishi, kwa maana kwamba kuna dhambi inayomfuata mtu, kuna dhambi inayokaa ndani ya mtu, na kuna dhambi iliyomtangulia mtu. Dhambi ikishakaa ndani yako, unahitaji msaada wa mwana kondoo ili aiondoe ile dhambi. Ni muhimu kila mtu akafahamu kwamba tunapokumbuka tukio la Pasaka ambalo ni la Kristo kuchinjwa kwenye msalaba kwa mateso makali na damu ile kumwagika katika maeneo mbalimbali ya mwili wake, kwa sababu damu ya kwanza tunaona ilitoka kwenye jasho la damu. Hii ni kwanza kutoka kwenye laana ile ya damu ambayo aliambiwa tutakula kwa jasho baada ya kuanguka katika dhambi. Damu namba 2 ni damu ambayo ilitoka kwa mjeledi 39, ambao maandiko yanasema kwa kupigwa kwake sisi sote tumepona, sawa sawa na Isaya ile sura ya 53. Damu nambari 3 ni taji la miba ambalo aliwekewa juu ya kichwa chake, ambayo ilikuwa ni alama ya yule mwana kondoo ambaye alimtokea Ibrahimu wakati alipokuwa anamtoa Isaka. Yule mwana kondoo pembe zake zilinasa kwenye kichaka, kuonesha kwamba ni taji la miba, ambayo kile kichaka ni miba ile Adamu aliyoambiwa miba na michongoma itakuzalia. Kwa maana hiyo ilikuwa bado ni laana. Yule mwana kondoo kunasa pembe kwenye kichaka inaonesha kwamba Kristo atavikwa taji la miba, ni alama ya kufungua fahamu, akili za watu, fikra, maarifa, ufahamu, akili, ubunifu, kufungua fahamu za watakatifu,
Kwa maana hiyo, kwa kupitia damu iliyotoka kwenye kichwa cha Kristo na kuondoa laana ile ambayo ilikuwa inatufanya tuwe mkia badala ya kuwa kichwa. Lakini pia kuna damu ilitoka ubavuni mwa Kristo kwa kuchomwa na mkuki na moja wa maaskari wale. Ilikuwa ni alama ya utakaso, kwa maana ya kuondoa uchafu, uovu katika maisha yetu na kulifufua agano letu na Kristo kwa kupitia damu hiyo ambayo ilitoka katika ubavuni mwake, ilitoka maji na damu. Lakini pia kuna damu ilitoka kwenye viganja vya mikono yake alivyokuwa anawambwa msalabani, kwa maana kwamba ilikuwa pia ni ukombozi. Ile damu, unajua kila kitu msingi wake ni damu. Maandiko anasema Kristo alichinjwa kabla ya misingi ya dunia kuwekwa. Kwa maana hiyo misingi ya dunia imewekwa chini ya damu ya Kristo kama mwana kondoo. Wote tunafahamu kwamba Adamu wa kwanza alipoanguka katika dhambi, Mungu alienda kumchinja mwana kondoo, akamtengenezea vazi la ngozi, alafu ile damu akatumia kama kumsafisha ama kufunika ule uovu ambao Adamu alikuwa amefanya, ili aweze kurejea tena maisha yake na kuweza kuitimiza ile hatima ya Adamu. Kwa hiyo tunaona kusema kwamba ilimwagika toka misingi ya dunia kuwekwa, manake Adamu anapoumbwa, ile damu ndio iliyomsaidia kumrejeshea tena mahusiano yake na Mungu. Kwa hiyo kimsingi kila tukio unaloliona msingi wake uko kwenye damu. Iwe ni tukio la ulimwengu wa roho wa giza ama tukio la ulimwengu wa roho wa mwili. Ndio maana wenzetu pia wanachinja, wanatoa kafara za watu, wanatoa kafara za wanyama, na wanatumikia nguvu za giza. Maanake ulimwengu wa roho msingi wake ni damu. Damu inaongea. Biblia inasema damu ya Kristo inanena mema kuliko damu ya Abili. Maanake damu inazungumza. Damu ya Abili ilivyomwagika, Mungu alimwambia Kaini kwamba sauti ya damu ya ndugu yako inanililia kutoka ardhini. Damu ina lugha, inazungumza. Lakini damu ya Kristo inanena mema kuliko damu ya Abili. Kwa maana hiyo hata Musa alipochinja mwana kondoo kule Misri, ilikuwa ni alama ya Pasaka pia, kwa ikapakwa damu kwenye miimo ya milango ili kuonesha ya kwamba Pasaka ile ilikuwa ni kupita juu, kuonesha ukombozi, kwamba Mungu alisema atapita Misri ili auwe wazaliwa, afanye mapigo kwa kuwa wazaliwa wote wa kwanza wa Misri, na wakisha kufa, wakati wa Misri wanahangaika na misiba, ndio mlango utakuwa umefunguka wa wana wa Israeli kutoka. Ndio ile damu anasema, nitakapopita usiku nikiona ile damu sintaingia angamiza katika hiyo nyumba, kwa sababu hiyo damu inanena ukombozi kwa hicho kizazi cha wana wa Israeli, wale ambao walipokea ujio wa Musa wakati wa kwenda kuwakomboa wana wa Israeli kule Misri. Kwa hiyo unaona matukio mengi msingi wake ni damu, na kanisa la Agano Jipya linalindwa na damu ya Yesu Kristo. Ndio anasema nao wakamshinda kwa damu ya mwana kondoo na kwa neno la ushuhuda wao, ambao hawakupenda maisha yao hata kufa. Kwa maana hiyo damu zote zilizotoka katika mwili wa Kristo, zilizotoka mikononi, ni kukomboa kazi za mikono za watakatifu. Zilizotoka miguuni wakati anagongwa misumari kwenye miguu yake, ilikuwa ni alama ya kukomboa hatua za watakatifu, kwa maana ya kuelekea kwenye hatima zao. Katika matukio moja hapo Yesu aliyafanya ni kufungua watu kwa mfano wa mwanapunda. Anasema, nendeni katika kijiji kile kinachowakabili, mtamkuta mwanapunda na punda, mfungueni. Mtu yeyote akiwauliza mwambieni Bwana ana haja naye. Kwa maana hiyo kufunguliwa kwa mwanapunda miguu manake ni alama ya kufunguliwa hatua za kuelekea kwenye hatima yako. Kwa hiyo Pasaka sio hadithi, Pasaka ni halisi. Fresh Spring Fellowship, ngome ya Yesu Kristo, tunayo Pasaka ya mwana kondoo, na kimsingi tumekuwa katika maombi ya kufunga siku 40, ambapo tutakuwa na chakula cha pamoja ambacho tutakula kama watu wote Wanangomeni, lakini pia watu mbalimbali ikiwemo makundi ya wajane, yatima, walemavu pamoja na wazee ambao
wasiojiweza. Tutatoa misaada mbalimbali, lakini ikiwa ni pamoja na kula pamoja nao. Kwa hiyo tutakuwa na chakula kingi sana ambacho tumewakaribisha watu kutoka mataifa mbalimbali, mikoa mbalimbali, lakini na Dar es Salaam kwa ujumla, ili tuweze kushiriki chakula hicho kwa pamoja, kuonesha upendo wa Kristo, kwa sababu Kristo ni dhabihu ama ni sadaka ya Mwenyezi Mungu. Biblia inasema kwa maana jinsi Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanae wa pekee, ili kila muamini asipotee bali awe na uzima wa milele. Kwa maana hiyo Kristo ni sadaka ya Mwenyezi Mungu, na hii inatufundisha tujitoe kwa ajili ya wenzetu wale wasiojiweza, kwa kila ambacho Mungu ametuwezesha sisi. Na ndio maana halisi ya kufunga zile siku 40. Ukisema tu unafunga na acha kula chakula na acha kunywa maji ili nitengeneze mahusiano yangu na Mungu, lakini kile chakula ambacho ulipaswa uwe unakula bado umekihifadhi kama fedha au umeweka kwenye hazina yako au mafungo yako, bado yatakuwa hayajafanya kazi. Lazima unapojinyima wewe kila ambacho ungepaswa kutumia, unawapa wale wahitaji, kwa sababu unajaribu kuishi yale maisha yao ya kukosa, yale ya uhitaji kwenye msimu ule wa kufunga. Una experience, unachukua ule uzoefu wao. Kuna watu hawana chakula, hawana mahitaji. Ndio maana halisi ile ya kufunga, kujinyima. Unatengeneza mahusiano yako na Mungu, unatafuta uso wa Mungu, unamtafuta Mungu na nguvu zake, lakini wakati huo kile chakula ambacho ulipaswa kula unapaswa kuwapa wale wahitaji ambao hata hawako kwenye mafungo, kwenye maisha ya kawaida kabisa, ni watu ambao wana struggle katika kupata chakula. Kwa hiyo ukiwapa kile chakula, inakuwa ile swaumu yako inakubaliwa na Mwenyezi Mungu na unapokea baraka kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Kwa bahati nzuri sana ibada itakuwa inaanza saa 12 asubuhi, na kwa sababu ni siku ya Pasaka ambayo kila mmoja anapaswa kuifurahia na familia yake. Kwa hiyo ibada itaanza saa 12 asubuhi, lakini saa 6 saa 7 tutakuwa tunamaliza, na chakula kile kitakuwa tayari kimesha pakuliwa. Kwa hiyo kila mtu anaweza akachukua, akiamua kula hapa au kwenda kula nyumbani kwake, anaweza akafanya vile, lakini pia kugusa maisha ya wale watu, kwa sababu tuna vituo vya mayatima kadha wa kadha, wajane pamoja na walemavu, ambavyo tunaviangalia na kuvisaidia. Kwa hiyo wote watakuja hapa, na itakuwa ni fursa ya kila mmoja kwenda kuwapa kile anachojisikia, licha ya kile ambacho kama kanisa linanyosha kama mkono wa upendo, lakini kila mtu bado anayo nafasi ya kwenda kutoa kile ambacho anasukuma kutoa kwa wapa wale wahitaji. Kila jambo lina wakati wake, na kila wakati kuna kusudi la Mungu ndani yake. Inawezekana kuna wale ambao kwa bahati mbaya labda Pasaka imewakuta wakiwa wanapitia changamoto mbalimbali mahospitalini, manyumbani. Wajipe moyo, kwa sababu kwa kupigwa kwake Yesu sisi sote tumepona. Na nina uhakika kama utakuwa unanifuatilia hivi sasa, kwa maombi haya machache ambayo utakayoomba hapa yatawagusa na Mungu atawarehemu. Kama uponyaji wao huko kwa kupitia madaktari, basi Mungu awape maarifa, akili, ufahamu na nguvu madaktari, ili waweze kuwahudumia na waweze kurecover haraka na kurudi manyumbani mwao. Lakini pia wale ambao wanapita katika vipindi ambavyo ni vigumu, bila kusahau kwamba taifa letu lilipita katika msimu ambao haukuwa mzuri, na kwa namna moja ama nyingine kila mtu, inawezekana bado kuna watu wana maumivu ya ndani, lakini sema kwamba katika msimu huu wa Pasaka tunafundishwa kusamehe na kusahau, na asili ya Mungu ni kusamehe na kusahau. Ili uweze kupona na maisha yako yaweze kuendelea, lazima ujifunze kusamehe na kusahau. Kristo pamoja na mateso makali aliyoyapitia, na akiwa kwenye hatua ya kutokwa na roho, alitangaza msamaha kwa watu wote, na maandiko anasema, na ninyi mkiwa katika kuomba, kwanza sameheni waliowakosea,
na baada ya kuwasamehe waliowakosea, na ninyi makosa yenu pia mtasamehewa na Mwenyezi Mungu mwenyewe. Kwa unapotaka kuomba toba kwa Wakristo na Waislamu na watu wote, unapotaka kuomba msamaha kwa Mwenyezi Mungu, kwanza na wewe jifunze kusamehe watu wengine, ili kwamba uweze na wewe kusamehewa na Yesu. Na ndivyo kanuni inavyotutaka, ili tuweze kutoka hapa tulipo na tuweze kwenda kule ambako tumekusudiwa na Mwenyezi Mungu. Na sisi tunaamini kwamba Mungu ametupa viongozi wenye hekima katika nchi hii, na katika hayo yote yaliyotokea wametengeneza utaratibu kabisa wa kufuatilia kwa kina, kuunda tume na hivi. Kwa hiyo ni muhimu sana kila mtu akaamini katika viongozi wetu, na viongozi wetu watende haki, na watu wote waamini viongozi wetu, na tuendelee kuliombea taifa letu. Tunaamini wote kwa pamoja tunayo malengo na nia njema juu ya taifa letu, na tunayo nia njema. Kwa maana hiyo Mwenyezi Mungu atatuongoza na atatusaidia kuponya majeraha yote na kutufanya tuweze kustawi kama taifa na kufanikiwa kama alivyotukusudia. Tunawakaribisha sana, hasa siku hii ya Pasaka, Kimara Temboni, ngome ya Yesu Kristo. Ukitoka popote pale na kufika Kimara Temboni, uliza tu kwa Kuhani Musa, utafika bila mashaka yote. Hapa tumeshakuwa ni maarufu katika maeneo haya, kwa hiyo unaweza ukafika. Lakini pia tunaweza kukupatia namba za simu ambazo ni 0755 29 30 78, 0755 29 30 78. Unaweza ukaitumia namba hiyo kuwasiliana na sisi, basi moja kwa moja tukakupa mwongozo namna ya kufika na maelekezo, ili tuweze kubarikiwa na kushiriki kwa pamoja. Ujumbe wangu ni tu kwamba kama Watanzania tuwe wazalendo na taifa letu, tulipende taifa letu, tuliombee, na kwa pamoja tuweze kulifanya taifa letu liweze kustawi. Lakini kwa nafasi ambayo Yesu amenipa ya kikuhani, nataka nifanye maombi kidogo kwa ajili yako, na Yesu aweze kukubariki na kukusaidia. Kama kuna changamoto yoyote ambayo unayoipitia, basi mkono wa Yesu unyooshe juu yako na uweze kuona uso wa Bwana. Tuombe. Mungu wetu unayeishi milele, matendo yako ni makuu sana, na mkono wako ndio mkono pekee wa ushindi. Asante kwa ajili ya baraka nyingi. Asante kwa sababu ya mkono wako ambao ndio mkono uliobeba ishara, ajabu, miujiza na matendo makuu yasiyokuwa na mahesabu. Na kuomba kwa mkono huu ulibariki taifa letu, wabariki viongozi wetu, waguse watazamaji na wasikilizaji wetu. Kila ambaye video hii itamfikia akiwa anapita katika maeneo yoyote magumu ya kiafya, ya kiuchumi, kimaisha, na katika udhaifu wa kila aina, kwa jina la Yesu Kristo uliye Mungu mkuu na nuru halisi, apokee uponyaji, apokee ufungulivu, apokee neema, apokee baraka, kwa jina la Yesu Kristo uliye Mungu mkuu na nuru halisi. Nami ninawatakia Pasaka njema, tusherekee kwa amani na utulivu, na Mungu atubariki sote.